niliogopa kumwambia mwalimu. Mimi nilienda nyumbani, nikaenda hadi kumwambia mama mzazi, nilidhania ni ugonjwa. Kwanza nilienda nikachukua shower, alafu nikamweleza kuna vitu red na sijui ni nini. Wanafunzi wengine walinichekelewa, wengine wakafanya aje, wengine wakasema huyu ni mjinga nini. Sasa nikashikwa na aibu kabisa, ikabidi nitoke shule niende nyumbani. Mimi hadi nilikuwa nakaa peke yangu kwa kitanda, siendi shule, siwezi soma, nikikaa naamka kila wakati, nakaa tu nikifikiria. Naishi na guardian, so guardian labda atakuwa amekuambia this month, then ile ingine ikiisha nakwambia marai sina hiyo hela. Na mko wengi wasichana, sisi tuko kama wasichana wene, akinunua like packet 4 hivi itakuwa imewatosha. Tena next month ikikuja nasema marai sina hela. Sasa pia nyinyi mnaweza jisort juu si mzazi wako real, ni guardian tu, ni aunt. Sasa pia wewe utasema na sasa zimefika, utafanya aje? Itakubidi uende uajiriwe ununue. Nilioshia jirani vyombo akanipea 50 bob, ndio nikaenda nikanunua pads. Hizo zenzi mamangu hakuwa bado, alikuwa ameenda kufanya kibarua. Labda ukuwe na kipande yani ya nguo, lakini hiyo pia isaidii kabisa juu hata kama unapita mbele ya watu ni kama kuna ile harufu wanasikia. Sasa hiyo pia inakuleta aibu, utoki kwa nyumba yenu umekaa tu hapo hivyo. Ile saa unaenda shule na yani hauna pad, tena bidi umerudi home tena unakaa kama wiki moja hivi na walimu wanaendelea. Nikienda shule nimepata wanafunzi wengine wamesoma na nimeenda hivyo. Sasa nikijaribu tena kuambiwa nirudie, hawawezi, wanasema imepita na ni hivyo. Napata mwalimu anakuja na kueleza, mimi nishakupenda, sikuje tuende hivi. Namwambia mimi sitaki, anakuambia ndakubaia pad. Lakini saa juu hutaki, namweleza mzazi wako, namwambia mimi niko na mwenye atanibaia, na kama sitaweza nitafanyia kibarua jirani. Kitu ambacho upatia hawa wasichana changamoto ambayo kinawatia jakamoyo mara nyingi ni hii issue ya hedhi, ambapo sasa wakiwa katika ule msimu wengi wao hawasikii kama wanaweza changamana na wengine. Sasa inabidi wao wametulia pale nyumbani na wazazi wao, au labda wametulia na wale ambao wanawalea. Kuna wakati ambapo msichana amepata hedhi, hajui kinachoendelea, akakuja kwako kwa usaidizi kama mwalimu wake, na ulimsaidia vipi? Na mara nyingi wao huja kwa sababu hii shule ambayo sisi hufunza ni shule ambayo iko katika mitaa ya mabanda, ambapo wazazi wengi katika shule hizo hawana ule uwezo wa kumiliki ya kufanya, yani kuwapa watoto vyote wanavyohitaji. Mara nyingi unapata ni changamoto, hata sisi katika shule inakuwa ni changamoto, manake wanafunzi hawa kwa mfano wanapopata hedhi wao wanashindwa watafanya nini, wataanzia wapi. Kwa hivyo mara nyingi wao wanakuja wanatuelezea, mwalimu nahisi hivi nahisi vile na vile. Sasa mara nyingi sisi ndio tunakuwa kama wazazi wao wa kwanza. Sisi ndio watu wanatangulia kuwasaidia kabla wasaidike kwingine. Inakuwa ni rahisi kwao kuja kwako kama mwalimu wa kiume. Unajua mara nyingi watu wanafikiria mwalimu wa kike ndiye atakuwa rahisi kuzungumza naye. Naam, ni changamoto ambapo haswa sisi walimu wa kiume tunapitia, kwa sababu wale walimu wa kike ambao wako ni wachache sana, idadi yao ni ndogo sana ya kuweza kudhibiti idadi ya wasichana shule nzima. Sasa inabidi sisi pia tunaingilia upande mwingine, lakini pia si rahisi. Kwa sababu huyu mtoto wa kike huwa anaona ni vigumu sana kujieleza mambo yake ya kindani mwalimu wa kiume. Lakini sisi mara kwa mara sisi huwapa changamoto. Mara kwa mara sisi huwapa moyo, si watia moyo kwamba hizi ni shida za kawaida. Mara nyingi huwa tunapeana na mtazamo wa historia kwamba hiki ni kitu ambacho kilianza sasa hivi, kitu ambacho kilianza kitambo na kipo na kitaendelea hadi siku zijazo. Vile iliendelea hivyo nikaungana na kidato cha kwanza huko tu bahati tu. Sasa ndio walianza kutufunza na watu wa huru wanakujanga shule saa zingine. Sasa tukafunzwa vile unaweza weka kwa panti, vile unaweza osha, vile unaweza maintain kwa msafi. Nilimaliza mtihani nikaenda shule ya Bahati, ndio nikakutana na hao watu. Wametusaidia sana. Hizo ukivaa hiyo huru pad unasikia uko comfortable. Sikosi shule, niko confident, siko shy kwa class. I can just walk anyhowly. Sishindi kwa choo vile nilikuwa nashinda zamani. Tunaangalia imefika kwa nguo haijafika.
Na mtazamaji, takwimu zinaonyesha kwamba takriban wasichana 850,000 hukosa kwenda shuleni kutokana na ukosefu wa taulo za hedhi. Tumezuru kiwanda hiki cha Huru ambako tunakutana na wanawake ambao waliathirika na ambao sasa wanatengeneza taulo hizi ili kuhakikisha kwamba hakuna msichana ambaye anashindwa kwenda shuleni kutokana na ukosefu wa taulo za hedhi. Tukutane nao kwenye sehemu yetu ya Shujaa wa Wiki. Safari yangu ya kwanza kupata hedhi nilipata nikiwa shule class 7. Tulikuwa tumelala hiyo class 6 but sikuwa na sanitary pads. Nilienda nyumbani nikakata kamisi nikatumia hiyo. Pesa zikuwa sababu by the time nilikuwa mdogo, nilikuwa bado shule. Even mwenye nilikuwa naishi na yeye hakuwa na pesa ya kuweza kuafford hiyo cause ata afford pesa ya chakula, atakwambia nikununulia ulale njaa ama nikununulie ama ninunue chakula. Kuna time niliamka asubuhi, zile viraka nilikuwa nimetumia zilikuwa chafu zote zijakauka, so sikuwa na kitu kingine ya kukata. Even clothes zilikuwa kidogo, sikuwa na kitu kingine ya kukata. Sasa vile nilienda kwa mama akaniambia, we umeniambia late, we kaa tu hapa ina shida. My friend vile nilifika secondary ilikuwa in Eldoret. Yeye alikuwa maisha yake ilikuwa ile alimzuri but kwa wako anajiweza. So vile nilimsongea nikamuuliza, akaniambia utakuja nikufunze vile napata pesa. So one day tukatoka naye akaenda kwa boyfriend wake, nikaona amemtreat poa. Even mimi nikafeel naeza. Sasa hapo ndio venye nilidrop shule. Mwenye nilikuwa naishi na wako anajiweza, so nikaona hata nikiwaitisha kitu hawawezi afford. Sasa nikaamua niende kwa yule boyfriend after kunipea mimba. Yes. Ndio nikaolewa. Vile nilikuwa naenda kwake alikuwa ananiprovidea pesa. Sasa nikaona zile pesa zinanisaidia, at least nimeimprove, situmii zile vitu nilikuwa natumia kitambo. Sasa nikienda akiona niko period, akiona nimevaa ile kitu anakuwa anastuka, ananiambia sinikubaie tu, ananipea pesa, then nakuwa happy. Nilienda nyumbani jioni, nikaambia wazazi wangu. Sasa niliambia mamangu sasa nimeanza kupata period. Aliniuliza unataka nikusaidie aje? Nikamwambia naomba unipee pesa ya kununua pandi. Akaniambia labda nikupee pesa unaenda ununue pandi tulale njaa. Sasa hiyo time ndio nikakata kitambaa cha nguo nikatumia hiyo siku. Kesho tena nikienda shule nikaosha hiyo kitambaa nikaacha nimeanika nikakata kingine. Hivyo ndivyo kuliendelea. Sasa ndio babangu nikamwambia nikatuma mamangu nikamwambia aulize babangu nitakuwa nikinyesha kila wakati nikinyesha natumia vitambaa. Babangu akasema hawezi pea watu pesa ya kununua pandi. Sasa ndio mamangu akanionyesha vile mtu anaweza kupata pesa. Akaniambia mtu anaenda huko msituni anatafuta kuni, anaenda anauza, ukiuza unapata pesa ya kununua pandi. Sasa nikamuuliza na ile wakati niko shule nitakuwa nafanya nini? Akaniambia sasa hiyo wakati uko shule utakuwa tu kama ukipata wakati unaenda unatafuta ile pandi umenunua, ukimaliza tu utakuwa unatumia vitambaa. Ukimaliza kutumia vitambaa ndio sasa nikifunga shule unaenda unatafuta hizo kuni, unauza, unanunua pandi. Nikiwa nanyesha siku anaenda shule ndio singekuwa naenda shule nikiwa nanyesha. Ukiwa darasani tuseme natoka kwa nyumba saa 12 narudi tena saa 7. Singeweza kuwa naenda class nakaa hiyo masaa yote na natumia kitambaa. Ndio ile ndamu nanyesha ingetokea kwa nguo alafu wanafunzi wengine waanze kunicheka. Wakati wangu ilikuwa vigumu sana manake sikuwa niko kazi, kwa hivyo singepata hizo pesa za kununua hizo pads. Na hiyo wakati nilikuwa naishi na ankoli yangu ambapo siwezi nikamuuliza nataka pesa za pads. Lakini wakati nilipata hizi Huru pads zimenisaidia sana mpaka
hadi wa sasa bado zinanisaidia. Kwa nini unasema kwamba hungemtisha anko yako pesa ya pad? Kitu ya kwanza ni mwanaume, siwezi standi kumuuliza nataka pesa ya pad, so nilikuwa najinyamazia tu. Sasa naweza tumia kitu kama kanga ama cotton, bado hiyo cotton ni pesa kununua. Sasa mostly nilikuwa natumia tu viraka. Kile tunatengeneza hapa ni pad na wasichana kutumia wakati wao wa hedhi. So mwanzo tunaanzia hapa, tukishaleta fabric kutoka, hizi fabric mingi zinatengenezwa hapa, tunatoa hapa tu industrial area mahali tunazitengeneza, lakini kila fabric ina nini yake na kazi yake. So utapata hii ya juu ya papo, hii kazi yake ni kuzuilia, na utapata hii nyingine pia ni kuzuilia isikuwe weta haraka, na hii nyingine kazi yake ni kushikilia damu isitiririke huko chini kwa urahisi. Lakini hii nyingine sasa ni ya kuabsorb, ya kuvuta damu, ikitoka inavuta kwa haraka so that msichana asichomwe. Hiyo ndio jinsi ilivyo. So wanakuja wanaweka yote pamoja, wakishaweka pamoja tunachora kulingana na ile kiwango tunahitaji pad size yake, alafu sasa wanakata kutumia hii kisu. Kwa hivyo inatumia layer 5? Inatumia layer 5, ni pieces 5 tofauti na zina kazi tofauti. Baada ya kukatwa tunazipeleka hapa, so zinakuja hapa. So kazi ya hawa ni kuangalia na kuona ya kwamba zimekatwa vizuri kwa size ile inayotakikana, na kama kuna yoyote ile jakatwa kwa size nzuri wataiweka kando, wairegeshe au wairekebishe na hii makasi ya mkono sasa, kuhakikisha ziko size moja. Alafu baadaye hatimaye kile watafanya, watazifunga kama pieces 24 hapa, na wataandika nambari kwa hii pad, kwa hii bundle ya kuonyesha ni pads ngapi zinaendelea katika line. Umuhimu wa kufanya hivyo ni nini? Ili tupate kujua kama kuna tatizo mahali popote, tutajua ni tatizo iko sehemu gani na hapo kuna pads ngapi na ni kwa nini imetokea hivyo, so that turekebishe. Ikitoka pale, so tutapata hawa wote wanne wanafanya kazi moja, lakini kwa sababu tunahitaji wafanye kwa wingi ndio wale wengine wapate, ile inatosha. So kile watafanya hapa, kazi yao ni kufanya nini? Ni kushikanisha, watashikanisha huku na washikanishe hizo zote, alafu waweke hii nembo ya huru. Nembo ya huru ni huru, kuweka msichana kwe huru awe shuleni. Hiyo ndio maana tulichagua jina huru. Inakuwa ni vigumu kwa mtu mmoja kufanya kazi yote, kwa sababu inafika kiwango tunahitaji vitu ziende kwa haraka, lakini haziwezi enda kwa haraka. So tunawagawanyisha ili waifanye ziende kwa haraka. So mwisho yake tutapata nyingi, kwa sababu itafika wakati atachoka, lakini wakiwa wengi, kila mmoja anachukua kidogo kidogo, inaenda haraka, alafu pia inashonwa kwa njia nzuri. Ikishawekwa hiyo, sasa hapa ndio mahali anaunganisha hizi wings. Hizi ni kama masikio. Sasa anaziunganisha kwa hii pad yenyewe yote nzima, na hii ndio mwisho yake tutakuja kuweka kifungo, alafu ndio itashikilia chupi. So hapa ni mmoja? Ni watatu, kuna huyu alafu kuna yule mwingine na yule mwingine, ijapokuwa huku wako wanne. So hao wana feed hao. Alafu kisha tukishatoka pale wameweka hizo wings, alafu sasa ndio tunafika hapa, nayo ni nini? Kabla haijafika hapo, ni huyu msichana ataziangalia, angalie na hakikisha ya kwamba pedi imeshonwa vizuri, kila kitu iko sawa. Kama kuna nyuzi zile ndefu zote zipate kukatwa. Ikishakuwa na uhakika, then sasa ndio tunaipeleka kwa hiyo mashini nyingine. Huyu ndiye anaidhinisha kila kitu, akikataa inarudi nyuma. Anapitia kwa taratibu tu? Anapitia kwa taratibu, kwa sababu hiyo ni kazi muhimu kwa hapa. Hatutaki tuweke kifungo kwa kitu ile iko mbaya, imeharibika. Kazi nzuri kuwekwa kazi mbaya, kila kitu itakuwa imeharibika. So baada ya hapa tunakuja hapa sasa. Hapa hizi ni vifungo, ataweka upande mmoja wa kifungo, so ina ile upande wa kike na upande wa kiume. So huyu ana deal na upande wa kiume na upande wa kike, alafu yule ana deal na upande wa kiume.
so anadili na hiyo upande mmoja, alafu ule atadili na upande nyingine, ndio mwisho yake wakifinyilia pamoja zinashikana. Na kuna umuhimu gani ya kuongeza, kwa sababu pads za kawaida zile ambazo tunazinunua hazina sehemu hizi ambazo ziko na button. Kuna umuhimu gani wa kuweka hii? Hii ni kwa sababu hii pad itatumika, itaoshwa, na kwa sababu itaoshwa, kama tungeliweka kitu ya kustick on, baada ya kuosha itatoka, lakini sasa hii tunaweka kifungo so that hata ikioshwa itabaki hapo, kwa sababu itatumika na itumike na itumike. Kwa hivyo hii sehemu yenyewe ni ya nini? Hii sehemu yenyewe ni ya kushikilia chupi. Hii ndio tutaweka chupi hivi, alafu ukifinyilia itashikilia chupi sasa, so that haiwezi kusonga. Sasa utaona upande huu mwingine iko na hii, unaona hii sehemu ni ndefu, na ukiangalia ile upande mwingine haitakuwa ndefu. Nisaidie na mwana. Unaona upande huu mwingine kuna kitu ndefu, alafu huku kuna shimo, that is why tunasema ni female au male. Sasa hii kuwekwa hivyo, alafu itashikia. Sasa hapo ndio tutaweka itashika chupi, sasa haita move. Yeah. So hawa pia huyu anasaidia yule mwingine, kwa sababu kazi ikiwa nyingi inabidi ya kwamba asaidiwe ili angalau hiyo kazi ipate kuendelea, sio badi huyu pia anaziangalia hakikishe ziko sawa, alafu ndio hatimaye mwisho yake ziletwe pale ziwekwe nini, kifungo. Mnatengeneza pia panties? Wasichana wanapopewa pedi bila panty, mwisho yake hana uwezo ya kununua ile pad nyingine ya kutumia na kurusha, inakuwa ni vigumu kwake sasa pia hata kununua panty. Kwa sababu tunamsaidia, kabidi sasa tutengeneze panty, tunampatia vitu zote, so that at least ana kila kitu ya kutumia. Na kwa tunatengeneza size tofauti. Hii ni large. Sehemu hiyo nyingine kuna mifuko sasa tumewaweka ya kwamba hii line inashona padi na hii inafanya mifuko. Hizi mifuko ndio za huru tunatumia kuweka tunapopeana. Tunaweza kuchukua moja tuangalie. So pia ina line yake kuanzia pale, hizo machines karibu 1, 2, 3, 4. Hizo ndio zinatengeneza hii bag sasa. Ikisha kuja inatengenezwa, inaunganishwa, alafu anaweka zile draw codes za huyo msichana mwingine. Kwa hivyo sasa hii mifuko ni ya nini? Ya kubeba. Wakati tunaenda kupeana kwa watoto shuleni, tunawawekea vitu zote kwa hii bag. Kuna sabuni tunaweka, kuna hizi panty tunaweka, alafu na pedi. Zote tunaweka pamoja. Alafu mwisho yake pia wanaweza itumia kubeba vitabu wanapoenda shuleni. Kwa hivyo kwa kila siku mnatengeneza bidhaa ngapi? Kama pads ama panties? Panties tunaweza tengeneza kama dazani 30, between 24 na 30 kwa siku. Pedi tunatengeneza kama 2,000 mpaka 3,000 kwa siku. Na hizi bagi hizi tunatengeneza kitu kama 1,000 kwa siku. Na hao wote ambao wanashona hapa ni kina nani, ama mnawatoa wapi, mnawafikia vipi? Wengi wao tulianza na wamama wale tuliwapata kutoka kijiji kile cha Mukuru. Sasa hao wamama ndio tulikuwa tunawatumia, nikawafundisha mwanzo, hawakuwa wanajua kushona chochote, so nikawafundisha kushona na wakajua na tukaendelea. Sasa wakati tulipopata wafadhili, ikabidi sasa tuanze kuleta tena wengine, lakini karibu wote wanatoka pale kwa kijiji cha Mukuru. By the way, nilikuja hapa bila kujua kitu. Hata in the course nilikuwa tukitembea na my friends, nasema tuendelee ama tufanye vibarua hivi tupate doo. Unaona mtoi saa hii kuna changes kwa nyumba, mzee anasema una waste time huko, lakini vile nimejua kushona sasa napata kitu kidogo, hadi amefurahi, napata kitu kidogo inaniboost kwa nyumba, akileta unga mimi naleta mboga, tuna share. Saizi naweza jikimu kimaisha, maisha yangu na mtoto wangu. At least napata pesa kidogo, naweza lipa school fees yake. For now mimi mwenyewe siombi chakula, kama ni pads napata tu hapa Uhuru. Hiyo ndio inanifanya niwe nakuja kila siku, sababu wasichana wengine wanafaidika wasipitie pale nilipitia. Hii begi linaitwa Uhuru bag na ipo na pedi za wasichana. Ziko na pedi 8, hizi ziko 4, hapa ziko 4. Alafu tuko na chupi 3, kila msichana anapokea chupi 3. Alafu pia tuko na sabuni kwenye begi, sabuni ya kipande. Alafu tuko na karatasi ambapo wasichana wanatumia kuweka pedi ambayo wameshatumia, kwa sababu unapojua hizi pedi zetu ni zile za kuoshwa
tena. Unaosha alafu inakauka, unavaa unatumia tena. Alafu tuko na karatasi ambayo ya kueleza maelezo jinsi ya kutumia pedi, jinsi ya kuosha na jinsi ya kukitunza. Alafu tuko na hichi kitabu. Hii kitabu inatusaidia, tunafunza wasichana kuhusu afya ya uzazi, kuhusu hedhi na kuhusu mafunzo ya stadi za maisha. Watu wengine wanaposikia unatumia pad alafu unaiosha unakuwa kwa sababu si kitu ambacho Wakenya wamezoea. Hebu tueleze unaosha vipi na labda unaanika pia wapi? So hizi pedi kama vile tumesema ni pedi za kuoshwa. Na kama ni za kuoshwa, sasa tunafunza wale wasichana tunapowapea, kabla tujawapea tunawafunza jinsi ya kuosha na jinsi ya kukitunza. So msichana anapotumia pedi, kabla tujawapea tunawafunza kwanza kuhusu hedhi. Alafu tunafunza tena kuhusu unajihisi vipi pedi inapojaa, kwa sababu tunataka wasichana waweze kubadilisha pedi wakati pedi imejaa, kwa sababu pia hataki akae na pedi kwa muda mrefu. Sasa anachukua hii pedi, anaweza kukisoko kwa maji baridi. Wanatumia maji baridi kuosha kwa muda wa dakika 10. Alafu baada ya dakika 10, kwa sababu unajua ile blood stain inatolewa na maji baridi. Alafu baada ya maji baridi, baada ya dakika 10 ile damu itakuwa imetoka. Alafu unatoa ile pedi, unachukua sabuni yako, sabuni ya kipande. Kwa nini tunatumia sabuni ya kipande? Kwa sababu sabuni ya kipande haina makali kwenye pedi. Kwa sababu hii pedi tunataka msichana atumie kwa miaka mingi, so tunatumia sabuni ya kipande, hatutumii sabuni ya unga. Sasa tunatumia sabuni ya kipande, anakipaka. Alafu akishakipaka anakiosha. Unaosha tu kawaida kama unapoosha nguo. Haiharibiki. Na pia tunaambia wale wasichana wanapofua wasikifue hivi. Wafue kwa kutumia kando kwa hivi ambavyo vinaonyesha. Kwa nini? Kwa sababu tunataka hizi uzi ambazo ziko kwenye pedi isiweze kutoka. So tunaweza wafue hivi kama imesimama. Alafu baada ya dakika, wakiona kabisa pedi imeng'ara kabisa, wanaweka kwenye maji, wanaifanya mpaka ione maji imekuwa safi. Maji ikishakuwa safi, wanamwaga ile maji, na anahakikisha sabuni imetoka kabisa. Alafu hii pedi anakianika kule nje. Anapoanika kule nje, tunataka ili iweze kuchomwa na jua. Na unajua jua ni ile natural sanitizer. Inaua pengine kama kuna vijidudu imebaki pale, inaweza kuua. Lakini pia tunaambia wasichana anapoanika hii pedi kule nje, ukiangalia hii pedi vizuri na ukiuliza mtu hii pedi inafanana nini, watoto wengi ama wasichana wengi huwa wanatuambia inafanana soli ya kiatu. So tunawaambia ndio mtu asifikirie ni soli ya kiatu, pengine ndugu yako ako pale, baba ako pale, anaweza chukua akakiweka wapi? Kwenye kiatu. So tunamwambia akianika pale nje, achukue kitambaa chepesi ili aweze kufanya nini? Akifunike, ili ikikauka aweze kuchukua tena na anaweza kutumia tena wakati mwingine anapopata hedhi. Kufikia wakati huu tumefikia wasichana 1175. Tunajua kuna miradi mingi inaendelea ya kupea wasichana pedi ili wasikose kwenda shuleni wakati wa hedhi, lakini tumegundua ya kwamba bado kuna hilo gap ambapo wasichana bado wanakosa shule kwa sababu ya kukosa pedi. Sana sana wale wasichana ambao hawako shule za serikali, hawapatiwi pedi na mtu yeyote. Pia wale wasichana wako remote places hapa Kenya pia hawafikii na hizi pedi siko. Kwa hivyo tulionelea ni vizuri tutarget wasichana kama hawa ili waache kukosa kwenda shuleni wakati wa hedhi. Kitu ingine ilitufanya tuanze pia kupeana sabuni. Ya kwanza ni hizi pedi tunapeana ni za kuosha. Kwa hivyo lazima uwezeshe msichana anafua hiyo pedi saa ile ameivaa na hahitaji kuosha. Lakini tunajua hiyo sabuni tunapeana labda hata itumia milele. Kwa hivyo pia tunaleta wasasi, tunawafunza ili hiyo sabuni tumepea msichana ikiisha, at least atafute pesa kidogo ya kununulia mtoto wake sabuni ili awe anafua hizo pedi vile inafaa. Pia tunajua mambo ya hygiene, msichana huhitaji kujiosha kwa mwili kila wakati huu na mwingine, na hapo ndipo sabuni pia inaingilia. Unajua sisi katika jamii zetu za Kiafrika, mambo ya hedhi imekuwa ni kama
ni tabu, watu wazungumzii kuhusu hedhi. So unapata wasichana wengi wanakuwa wanatengwa kwa sababu ya hedhi, na pia wasichana wanakuwa na ugumu ya kuzungumza kuhusu hedhi. Lakini kwa maoni yangu ningeona kuwa wazazi wa kike na wa kiume, wavulana pia na jamii kwa ujumla, tuweze kuambia kuwa hedhi ni kitu ambacho ni cha kawaida. Mtoto msichana mara nyingi hukuwa karibu sana na baba, na the moment ataona kwamba baba anaanza kuongea naye kuhusu hiyo, atakuwa na aibu, lakini baada ya muda anaanza kusikia huru, na mtakuwa mnaongea tu, akiwa anataka tu, baba anataka pesa ya kwenda kununua padi, then unampa. So haijakuwa ni changamoto kubwa, kile iliyoko tu ni ku open up. Anaitwa Queen au ni Queen? Uko sawa? Hata mimi niko sawa kabisa, nafurahi kukuona. Kazi iko sawa? Sawa, nafurahi kukuona na kuongea na wewe. Sawa, endelea. Haya, Queen ni mmoja kati ya wanawake wengi walioko hapa ambao japo wametoka katika familia tofauti, kinachowaunganisha ni kwamba wote waliathirika kutokana na ukosefu wa taulo za hedhi, wengi wao hata wakikatiza masomo yao. Na ili kuhakikisha kwamba hakuna msichana anakosa kuendelea na masomo kutokana na ukosefu wa taulo za hedhi, tunahakikisha kwamba hapa katika sehemu yetu ya Shujaa wa Wiki tutakuwa tukitoa mifuko hii 100 kupitia ushirikiano na kampuni ya Huru. Tutakuwa tukitoa mifuko 100 kwa wasichana 100 ili kuhakikisha wote wanaendelea na masomo, wote wanapata taulo za hedhi na wanaweza kuendeleza masomo yao. Kwa hivyo katika sehemu yetu ya Shujaa wa Wiki kila wiki tungependa wewe pia ushirikiane nasi. Wewe ni chifu, wewe ni kiongozi wa dini, wewe ni kiongozi wa kanisa au mwanakijiji tu. Je, unamjua msichana ambaye ameshindwa kwenda shuleni kutokana na ukosefu wa taulo za hedhi? Tutumie maelezo kumhusu kupitia nambari 22155 bila malipo yoyote. Tutumie ujumbe kumhusu kupitia nambari 22155 na pia kwenye mtandao wa Twitter @ZubeidaKananu au @RebeccaMwiruri, na pia tutaweza kuwafikia na kuwafaidi na mifuko hii ili kila mmoja aendeleze masomo yake. Tunawatambua wasichana wote na tunawatambua wanawake hawa na tunawatambua kampuni ya Huru kuwa mashujaa. Kabla ya kukuaga, tupate sehemu yetu ya kila siku ya Ijumaa ya Fahamu Ishara. Shukrani sana kwa kuchagua taarifa za Dira ya Wiki.